tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kwa kupitia hifadhi zetu za taifa, TANAPA, TAWA na pamoja na makundi mengine ya uhifadhi ambayo yamesaidia sana katika kuimarisha ulinzi. Lakini tunatoa ari kwa wananchi, hasa wale wanaojihusisha na mambo ya ujangili, kwa sababu twiga wengi wanakufa kutokana na ujangili, wengi wanauawa kwa ajili ya nyama, na kutokana na ukubwa wao kweli ukimwinda twiga unapata nyama nyingi, ndio maana wengi wanawawinda. Lakini pia kupunguza maeneo yao ya malisho, yani habitat destruction au habitat loss, kwamba maeneo yao mengi yanapopungua kutokana na ongezeko la binadamu, basi kinachotokea ni kwamba wanakosa maeneo ya malisho na idadi yao inapungua. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wananchi, hasa wale wanaojihusisha kwenye mambo ya ujangili, kwa kweli waache, hasa wanaotumia ujangili kwa kutumia waya. Nyaya hizi zinapotumika, hasa upande wa huku Serengeti, huwa wanaweka nyaya kwenye miti na twiga anashikwa shingoni. Sasa anaposhikwa shingoni, wakati mwingine anakufa kifo kibaya. Kwa hiyo tunatoa ari kwa wananchi, hasa wanaotumia nyaya zile za kuwindia kwenye ujangili, kwa kweli waache. Sasa mwaka huu tulianzisha programu ya uhifadhi kwa upande wa wanafunzi wa shule za msingi. Tumeanza na shule 8 zilizoko wilaya ya Bunda na wilaya ya Serengeti. Tulianza kwa kufanya mafunzo ya walimu namna ya kutumia vitabu vya ziada vinavyoelezea maisha ya twiga na wanyama wengine. Nitaonesha mfano wa kitabu ambacho tuko nacho, ambacho kimeandikwa na watafiti wetu. Hiki hapa kinaitwa Juma the Giraffe. So Juma the Giraffe ni miongoni mwa vitabu ambavyo tunatumia, ni vitabu vya ziada, lakini vinaongelea maisha ya twiga, changamoto anazozipitia, na pia ni elimu ya uhifadhi kwa watoto. Kwa hiyo tunachokifanya, vitabu hivi vimeandaliwa na wataalamu ambao wamefanya utafiti wa twiga, kwa hiyo vina ukweli kuhusu maisha ya twiga, lakini pia watoto wanajifunza lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo vitabu hivi vimeandikwa katika lugha zote mbili, za Kiswahili na Kiingereza. Tunajumuika na wenzetu walioko katika mfumo wa kiikolojia wa Tarangire, ambao wana vitabu kama hivi na wameshafikia zaidi wanafunzi 1400. Kwa hiyo na sisi huku tukasema na sisi tuungane nao tuanzishe program kama hii, na tunashukuru Mungu kwa kweli watoto wamekuwa na mwitikio mkubwa sana kwenye hizi program zetu. Tumefanya karibia miezi 6 sasa. Mwitikio umekuwa mkubwa sana, watoto wanafurahia vipindi. Tunaenda shuleni mara moja kwa wiki, na walimu wametuambia kwamba siku watu wetu wakienda kwa ajili ya kuwafundisha watoto kuhusu vitabu, hadi utoro unapungua siku hiyo. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika kutoa hizi elimu, watoto kwanza watajifunza kuhusu wanyama wetu, lakini pia tunaweza tukatengeneza material ya ziada kwa ajili ya kuongeza elimu zaidi ya uhifadhi. Kwa hiyo lengo letu kwa kweli ni kufanya hii program ikue zaidi, tufikie walimu wengi na shule nyingi zaidi, ili tuweze kutoa elimu ya mazingira.